Serikali ya Kenya imeandikia serikali ya Tanzania ikielezea wasiwasi wake kuhusu kukamatwa kwa mwanaharakati wa haki za binadamu wa Kenya Boniface Mwangi mwenye nambari ya pasipoti BK 472892 anayeshikiliwa nchini Tanzania, ambapo imeisii Tanzania kumwachia kwa haraka Mwangi au iruhusu upatikanaji wa kibalozi wa taarifa kuhusu Mwangi na iruhusu mabalozi wa Kenya kuonana naye. Barua iliyoandikwa na Wizara ya Mambo ya Nje na Diaspora ya Jamhuri ya Kenya kwenda kwa Wizara ya Mambo ya Nje ya Tanzania imesema licha ya maombi kadhaa, maafisa wa serikali ya Kenya wamenyimwa upatikanaji wa kibalozi na taarifa kuhusu Mwangi, na kusema Kenya pia na wasiwasi kuhusu afya ya Mwangi, hali yake ya jumla ya ustawi na ukosefu wa taarifa kuhusu kushikiliwa kwake. Na nukuu, sehemu ya taarifa hiyo inasema wizara kwa heshima inakumbusha masharti ya mkataba wa Vienna kuhusu mahusiano ya kibalozi wa mwaka 1963 ambapo Jamhuri ya Kenya na Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ni nchi wanachama, hususan ibara 36A na C inaelezea miongoni mwa mambo mengine ya kwamba maafisa wa kibalozi watakuwa na haki ya kumtembelea mwananchi wa nchi yao ambaye yuko gerezani chini ya ulinzi au kizuizini, kuzungumza na kuandikiana naye na kupanga wakilishi wake wa kisheria. Serikali ya Kenya inathibitisha tena kujitolea kwake kwa mahusiano ya kirafiki ya pande mbili yaliyopo baina ya nchi hizi mbili, na inaonyesha matumaini ya kwamba swala hili litatatuliwa haraka na kwa amani kwa moyo wa ushirikiano wa kikanda na heshima ya pande zote. Nikukumbusha tu ya kwamba Mwangi ambaye ni raia wa Kenya pamoja na mwenzake ambaye ni raia wa Uganda Agatha Atuhaire walikamatwa baada ya kuingia nchini Tanzania kwa ajili ya kufuatilia kesi ya Tundu Lissu, ambapo hadi sasa hakuna taarifa zozote zilizopatikana kuwahusu. Mimi ni Bakari Chijumba. Uko na maoni? Uko na maoni? Java. Oh. Yeah. Hapo Java amekuja kama protest. Sasa ndio naambia tu angempatia